Wewe una uhasama au una tofauti za kiitikadi na mkuu wa mkoa wa Arusha? Hapana, sina uhasama, sina tofauti, na kama umenisoma nimejitahidi sana kumvumilia na kumwonyesha maturity ya hali ya juu sana. Umesema mikono yako haijaumiza mtu yoyote, lakini huyu mwingine wakaulize Dar es Salaam. Huko Dar es Salaam amefanya nini huko, na huyo ni nani unayemkusudia? Sasa hiyo ni homework nimewapa na nyinyi mkaifanyie kazi, lakini mimi leo nimerusha juu ya gizani, nikisikia yala najua tayari nimempata. Sasa nikishajua lilompata, nadhani itakuwa rahisi zaidi mwenyewe kujiexpose. Kama mtu huyu yuko katika mifumo ya kiserikali, pengine tuseme tu, au watu wanahisia katika serikali hii kuna watu waovu na wanahudumu. Mimi sikutaja mtu yeyote, lakini nimeshangaa kuona baadhi ya watu, kuna mtu amemuhisi, na ni kama waliyemuhisi ndio huyo kweli, basi nadhani anatakiwa ajitafakari, maana sikujua kama anaweza nikarusha juu ya kizani na bado mtu akaisiwa. Mara moja mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Makonda huyu alikutaka utoke mbele pale uombe radhi kwa uliowafitini. Alikuwa akimaanisha nini? Na wewe ulikuwa katika mkutano mmoja wa hadhara, ulikuwa unaonekana wazi kabisa pale. Mimi nadhani tumuombee tu. Yeye ndio tumuombee, kwa sababu wakati mwingine kuna mambo mengine anayazungumza, anayafanya hata hujui mwanzo wake wala mwisho wake. Kwa hiyo kikubwa zaidi ni kumuombea na kuyapuuza, kwa sababu ukiendelea kuentertain yeye anaenjoy. Sasa na mimi kwa majukumu nilokuwa nayo, sidhani kama nina muda wa kupoteza, hasa kwenye kipindi hiki ambacho natakiwa ni communicate vizuri zaidi na wananchi wenzangu. Mifumo ya haki haifanyi kazi Tanzania? Yako mashaka katika baadhi ya maeneo? Unajua haki ni jambo kubwa. Kuna haki, kuna amani, lakini amani ni tunda la haki. Haki ni jambo ambalo linahitaji kuwa na mjadala wa hali ya juu, kwa sababu ni jambo ambalo nadhani linahitaji mjadala wa kitaifa, si jambo la kutolea majibu mepesi, kwa sababu haki ikipatikana automatically amani itapatikana. Haki ikipatikana, hata wale wajanja ambao wanajificha kwenye baadhi ya maeneo na nini wataweza kuibuliwa, na mwisho wa siku utakuwa ndio mwisho wa ujanja. Mimi ni muumini wa haki, naamini kwamba tunahitaji mjadala wa kitaifa wa namna gani tuweke mambo yetu vizuri zaidi, ili watu wasiwe na mashaka na upatikanaji wa haki. Katika mitandao ya kijamii, baada ya kutokea haya yote, manake mmekuwa nyinyi gumzo, miongoni mwa mambo ambayo wanazungumza katika wakati huu ambapo unajaribu kueleza yale yanayotokea na yale yanayokufika, wanasema Waswahili muosha uoshwa. Maana yake wanasema mbunge Gambo haya yanayomfika ndio alikuwa akimfanyia mtangulizi wake Godbless Lema, alikuwa mbunge wa Chadema wakati huo. Unasemaje kuhusiana na hili? Hayo ni maoni ya watu na mimi natakiwa niyaheshimu, lakini mimi Lema ni rafiki yangu, na Lema tumekuwa naye marafiki kwa muda mrefu. Hata kabla sijawa na nafasi yoyote tumekuwa tunashirikiana, tumekuwa tunawasiliana, na wakati wa ukuu wangu wa mkoa, japokuwa yeye ni mpinzani, mimi niko CCM, nilikuwa nampa platform za kutosha, na hata mahali ambapo alikuwa na misbehave nilijitahidi kuwa cool, ili mwisho wa siku tusionyeshe tofauti kubwa hadharani. Fuatilia utaona yako baadhi ya maeneo nikiwa mkuu wa mkoa alikuwa na misbehave, na mimi nilikuwa niko pale na mamlaka yote. Pengine alitegemea ningeweza kuagiza polisi akamatwe au afanye nini. Niliweza kupuuza kama ambavyo unaona nampuuza pia huyu wa sasa. Na hizi siasa zinakuja na kesho zitaondoka, lakini binadamu wetu tabaki pale pale.